Karibu Tabora, karibu Toronto. Kila mtu ni huko mtaani anajifanya kama mwanahabari. Sio mwanahabari kwa sababu hana taaluma. Ili uwe mwanahabari si lazima upitie taaluma. Lakini sasa kila mtu ana kasimu, akiona tukio amepiga, ametuma. Akishatuma manake tayari pamoja na kwamba kimekosa zile sifa za msingi za kuitwa habari, lakini ameshatuma, si ndio? Sasa wewe ukija ukaripoti habari yako same kama kile kilichokuwa kimetokea, manake sio habari. Watu washaipata. Ndoto ya kweli imetimia, ni muda sahihi wa wewe kufika. Usithubutu hata kukosa, utabaki wewe tu, wenzi wameshafika. Tukutane tuyajenge, tukutane tuyajenge. Kwa hakika hii ilikuwa ni ndoto, hatimaye sasa imetimia. Februari 14, 2026 inawekwa moyoni na kuandikwa akilini mwa wanahabari mkoa wa Tabora, kwani kupitia mtandao wa Tabora Media Network yanafanyika mafunzo maalum ya vitendo kwa waandishi na watangazaji wa habari zaidi ya 50 kutoka kona zote za mkoa wa Tabora. Huu ni mtandao wa hiari na huru kwa wanahabari wote ulioanzishwa tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2019 kupitia kundi sogozi kwa maana ya WhatsApp, ukiwa na zaidi ya wanahabari 88 kutoka pande zote za mkoa wa Tabora. Mtandao huu unajumuisha wanahabari wanaotekeleza majukumu yao kutoka katika vituo vya redio, televisheni, magazeti, blogs, Instagram na YouTube kwa ngazi ya mkoa na uwakilishi wa kitaifa. Mtandao huu unalenga kuwaleta pamoja wanahabari popote pale walipo katika mkoa huu na kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na tasnia ya habari, kubadilishana uzoefu katika utendaji kazi pamoja na kushirikishana fursa muhimu za kikazi na kimaendeleo zinazojitokeza. Na lengo la mafunzo haya ya leo ni kubadilishana uzoefu wa kazi kwa vitendo ili kuleta ubora, umahiri na ufanisi katika majukumu yetu ya kila siku. Kabla ya kumkaribisha mgeni rasmi kufungua mafunzo haya, mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela, ambaye pia kitaaluma ni mkongwe katika tasnia hii ya uandishi wa habari, mwenyekiti wa Tabora Media Network Alan Ntana, anawakumbusha wanamtandao kuchangamkia fursa mbalimbali za kiserikali na binafsi zinazojitokeza mbele yao. Ni ukweli usiopinga kwamba kila taaluma ina umuhimu wake kwa jamii. Kama tusingekuwa na taaluma ya habari, tusingekuwa na wanahabari hapa duniani, ingekuwaje? Kuna majibu mengi sana ambayo tungeweza kuyapata. Kwa tukio kama hili leo ni tukio ambalo linafungua ukurasa mpya kwa wanahabari kwamba kumbe tunayo fursa ya kufanya kitu fulani kwa jamii inayotuzunguka. Kwa maana yake mwandishi wa habari ni afisa habari by nature. Kwa namna nyingine wanahabari ni sauti ya umma. Nitoe wito tu kwa ndugu zangu wanahabari kwamba tujitambue kwamba sisi sio mwanahabari tu wa kawaida, sisi ni viongozi. Na muda wote unaweza ukawa ni afisa habari wa taasisi au shirika fulani. Kwa hiyo tujitambue kwamba sisi ni viongozi. Tuchangamkie fursa zinazojitokeza mbele yetu. Serikali inaweza kutangaza inahitaji maafisa habari wa wizara au mashirika fulani. Ukiona hiyo, changamkia, ni za kwetu hizi kwa sababu tuna sifa zote. Tujenge utamaduni wa kujiendeleza. Kwa taaluma tulionayo inahitaji pia kuendelezwa ili tufike mbali zaidi. Kwa hakika elimu haina mwisho. Kiu ya vijana wanaochipukia katika tasnia hii ni kuhakikisha wanachota ujuzi na maarifa kutoka kwa wakongwe ambao nao hawakuwa nyuma ndani ya chumba hiki cha mafunzo. Jambo la msingi ni kujielimisha mara kwa mara. Sawa, kama mnavyofanya leo. Tuhakikishe kwamba tunajielimisha mara kwa mara ili kuendana na wakati ambao upo na tunaouendea. Kujielimisha maana yake ni kutafuta maarifa kwa namna mbalimbali. Unaweza ukapitia sasa mitandao mbalimbali unasoma, kwa sababu maarifa pia yapo huko tunakokusema. Kwa hivyo unaweza ukapitia kurasa mbalimbali ambazo ni zile ambazo zinaaminika ili uweze kupata hizo taarifa. Ndio unakuwa unajielimisha, lakini na taarifa zinazoendelea katika dunia. Lakini tunatakiwa sasa kujiendeleza kwa maana ya kielimu sasa. Kwa sababu sasa hivi tunafahamu katika nchi yetu tuwe tumesajiliwa katika jambo linaloitwa ithibati, si ndio? Tujisajili ili tuweze kupata kitambulisho, tuweze kutambulika kama wanahabari. Na kule ili usajiliwe manake lazima uwe na taaluma fulani. Kwa hivyo sasa ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba kama wanahabari tunakuwa na zile sifa za msingi ambazo zimeainishwa kwa mujibu ya matakwa na sheria za nchi yetu ili tuweze kuendana na sheria za nchi. Kama tumetakiwa tufanye hivyo, basi usikose hizo sifa.
Mafunzo haya ya vitendo yamehusisha nidhamu katika matumizi ya kamera ili kupata picha bora na safi za mjongeo na mnato, uandishi wa skripti, matumizi sahihi ya mitandao na tahadhari zake, nidhamu kabla, wakati na baada ya kipindi redioni, pamoja na itifaki mbalimbali kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo hiki kilichokuwa kinafanyika kinatupa uelewa pamoja, lakini pia inatusaidia sisi kutatua changamoto zile ndogo ndogo ambazo zinatokea. Na ipo changamoto kweli, maafisa habari wengine ni waoga hata kuwafuata viongozi wao kuambia bwana hiki kinatakiwa kiwe hivi au kaeni hivi. Unakuta wanaogopa. Sasa waandishi wakati mwingine toka na kwenda moja kwa moja kwa viongozi na afisa habari upo, haileti picha nzuri. Kwa ukweli naamini anayetoka hapa anaondoka na kitu cha kipekee. Leo ni mara ya pili nasoma somo la itifaki. Kwa hiyo naweza nikasema itifaki unajifunza, inategemeana uko wapi. Naendelea kujifunza, unajifunza. Miezi kadhaa nilisoma itifaki zile kubwa kubwa, viongozi mkuu wa itifaki Ikulu. Sasa naye hiyo alikuwa na itifaki zake ngumu. Leo tena nimeona kuna vingine kule sikuvipata, nimevipata leo. Lakini pia ulikuwa wasaa mzuri sana kwa sababu halmashauri ya wilaya Sikonge tunaanzisha Sikonge FM. Huenda mwezi huu sasa ikaanza kuwa hewani, tunasubiri tu barua ya TCRA wameshatukagua. Kwa haya nayo yapata na mimi yanaenda kunifaa kule, lakini huenda huko mbele labda wengine mko humu kaja kule kwa sababu ni chombo cha habari. Kabla ya kukabidhi vyeti kwa washiriki hawa, mstahiki meya manispaa ya Tabora Gulam Hussein Deuji anawataka wanahabari hawa kuzingatia yote waliyoyapata mahali hapa, kwani kwa sasa utendaji kazi wa mazoea umefikia mwisho. Jukumu hili mliloanzisha ni kubwa, lakini muendelee kupendana, kwa sababu sehemu yote yenye upendo mambo yanaenda, si ndio? Na mnaona kabisa kwamba kwa umoja huu mmetambulika. Imani yangu kubwa mafunzo haya yatawajengea uwezo. Mimi mwenyewe nimefika dakika 2 kwenye ile mada ya mwisho, nimeona kabisa kwamba itifaki inatakiwaje, na sisi wenyewe tumejitathmini kupitia mafunzo ya itifaki, kwa sababu mimi imani yangu kubwa kwamba tukikutana tena taona tofauti kwamba yale mafunzo yametuingia. Mimi nawaomba na naendelea kuwasihi, muda mliotumia hapa kama mtatoka alafu mkafanya vitu kwa mazoea, yani nitashangaa sana, kwa sababu toka asubuhi nimeambiwa mko hapa. Yani muda unaweza kuwa na gharama kuliko pesa. Tuendelee kumuomba Mungu atujalie vitu vitatu. Cha kwanza hekima, yani ukiwa na hekima ujue hekima hiyo itakulinda. Cha pili busara, ukiwa na busara ile itakutunza. Na cha tatu maarifa ambayo umepata. Maarifa yale ukiyazingatia yatakuongoza. Kila laheri kwa Tabora Media Network, kwani ndoto na maono ya viongozi wao inaendelea kuzaa matunda, na kilichobaki kwa sasa ni kuhakikisha mpango mkakati wa mwaka 2026 unatekelezeka kama ilivyokusudiwa. Kuanzisha chama cha kuweka na kukopa kwa maana ya SACCOS, ambapo ofisi ya mrajisi mkoa ipo tayari kutupa mafunzo ya awali juu ya jambo hili, na endapo tutafanikiwa ni wazi kwamba itasaidia sana katika kujikwamua kiuchumi. Kukutana na makundi ya vijana vyuoni na shule na kutoa elimu juu ya akili mnemba, faida na hasara zake katika upande wa habari kulingana na kasi ya matumizi ya teknolojia. Kufanya ziara ya kutembelea na kujionea uwekezaji mkubwa wa miradi ya serikali, hasa ule wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere pamoja na mradi wa reli ya kisasa ya SGR Dodoma Morogoro. Kuandaa ziara ya kutangaza hifadhi yetu ya Ugala kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo mkoa wa Tabora. Tukutane tuyajenge. Subiri kwanza. Kalamu ya mwandishi wa habari sio silaha ya maangamizi. Kalamu ya mwanahabari ni nyenzo ya amani na maendeleo. Katikati ya amani na vita kuna mstari mwembamba sana umetenganisha. Kuteleza kwa mwandishi wa habari kwa bahati mbaya au kwa hiari kunaweza kuleta maangamizi. Ndiyo maana tunakutana kuyajenga. Haya, njoeni tuyajenge. Wewe pale, yule pale, sogea tuyajenge. Karibu Tabora, karibu Toronto.